Bado tuko hapa kanisani kwenye ibada ya kumwombea mpendwa wetu kwa maana ya Luthi Ngatuga ambaye ametangulia mbele ya haki na anatarajiwa kwenda kupumzishwa kwenye makaburi ya Kisarawe. Niko na Steve hapa. Steve, habari yako na pole kwa msiba. Asante sana Gabi. Nilitamani kufahamu kwanza ukaribu wako na familia. Mimi wananiita last born mama Natasha. Kwa hiyo nyumbani wakisema Mona Lisa, kwa mdogo wake official Mona Lisa ni mimi. Ndio maana umeniona niko nyumbani tokea siku ya kwanza. Yes. Na taarifa ya msiba wa bibi ilikufikiaje? Na ulivyofikiwa ulifanya nini? Taarifa nilipata kwa dada Mona. Nilishtuka kwa sababu siku mbili nilikuwa niko ofisini kwake na tukawa tunazungumzia bibi anavyoendelea, alivyopata ajali na nini na anaendeleaje. Tukasema kwamba unajua wazee wanaweza kutumia muda mrefu kupona, lakini ilikuwa kabisa unaonyesha kwamba matumaini ya yeye kupona yapo. Kwa hiyo na tukaendelea kupiga stories zingine za maisha yake mengine apendeza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilipopata taarifa nilishtushwa sana kwa sababu ni kitu tumeongea tu hivi karibuni, lakini unaweza ukaona namna gani ambavyo bibi ameathiri maisha ya watu wengi. Waswahili wanamsema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo hii ukimwona dada Mono, ukimwona kitukuu cha bibi Sonia, ukiona watu wengine unaona kabisa kwamba bibi alikuwa na mchango fulani wa maadili ya kutengeneza watu kuwa watu bora ambao wanaweza kukubalika na watu. Kwa hiyo katika vitu ambavyo miss bibi ni kwenye hiyo kutengeneza watu kuwa watu bora kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo. Yes. Na siku ya kwanza tu nikakuona umefika pale msibani na umeshughulika kwa namna yake kadri Mungu amekubariki. Lakini Mona Lisa alikuwa anasemaje baada ya kukuona ukimsapoti kwenye msiba mzito wa marehemu bibi yake? Mimi Mona Lisa ni dadangu miaka mingi sana. Kwa hiyo yeye kuniona anajua kabisa kwamba kwake inakuwa ni sehemu salama, anaona faraja ya kweli, anaona upendo wa kweli na anaelewa kabisa kwamba mimi ni mtu mmoja ambaye siku zote yani wale watu ambao one phone call away, kwamba akipiga simu moja naweza nikawa pale na nikafanya jambo lake. Kwa hiyo huu msiba sio tu kwake, lakini yeye mwenyewe alifarijika kuniona, hata mama alivyoniona alifarijika, hata watu wengine walivyoniona alifarijika. Ndio maana kuanzia siku ya kwanza nilikuwepo mpaka leo siku ya mwisho, kwa sababu hii ni sehemu ya familia yangu ya kila siku. Yes. Historia inaonyesha kwamba bibi Ruthi ameishi miaka 92, ameacha watoto 3, ameacha wajukuu 22 na vilembwe ambao hajawekwa idadi yake sawa sawa. Hii imekufundisha nini kijana wa leo? Kwanza kabisa ukimwamini Mungu, Biblia inasema Mithali 3:5 ya kwamba kwa moyo wako wote muamini Mungu wala usitegemee akili zako mwenyewe, naye Mungu atanyosha mapito yako. Kwa hiyo ukimwamini Mungu bila kuwa na mashaka na Mungu, Mungu anayaorganize maisha yako, ananyoka tu. Changamoto za dunia zipo, madeni yapo, stress zipo, kukosana na watu kupo, lakini ukiweka akili yako, ukiweka focus yako kwa Mungu, unashangaa mambo yanavyokuwa. Kwa katika vitu ambavyo umeviona hapa vinazungumziwa ni namna ambavyo bibi alikuwa anamwamini Mungu. Yaani bibi alikuwa hana mashaka na Mungu. Na hiyo ndio changamoto ambayo inatupatia sisi vijana wa leo. Tunazo ndoto, tunatamani kufanya vizuri zaidi, tunatamani kufanya bora zaidi, lakini katika vitu vinatusumbua ni kumtilia Mungu mashaka. Kwa katika changamoto mimi bibi ananiachia ni muamini Mungu. Yaani kama namwamini niendelee kumwamini. Yaani nisio nina shaka yoyote. Wanasheria wanasema kwamba ili mtu akutwe na hatia inatakiwa uthibitishe pasipo na shaka kwamba huyu mtu kweli ana hatia. Kwa sisi kama vijana tunao changamoto ya kwamba tunatakiwa tumwamini Mungu pasipo na shaka. Kwamba hata kama leo umeamka na 150 unaamini kwamba kesho ni siku njema na maisha yataendelea. Kitu kilichonifurahisha ni kwenye historia yako ya urafiki wako na mjukuu wa Bi Ruthi kwa maana ya Mona Lisa. Natamani kufahamu nini kiliwaunganisha? Kiukweli hata yeye mwenyewe ukimuuliza sidhani kama tunajua, lakini ilitokea tu kwamba mimi na dada yangu Mona Lisa damu zile click. Kwa sababu mimi kwetu nilikozaliwa na dada mmoja. Kwa hiyo ikatokea tu kwamba from that day akawa dada yangu officially. Kwa mimi hata Mona Lisa anavyoongea na mke wangu, anaongea na mke wangu kwa mandate ya dada yangu kabisa. Kwa hiyo sio kama dada yangu kwa kuita, ni dada yangu kwa heshima, ni dada yangu kwa uhalisia, ni dada yangu kwa ukweli. Na hata ukimuuliza mama Natasha, una watoto wangapi? Atakwambia na watoto 2. Atakwambia Mona Lisa na Steven. Kwa hiyo imekuwa hivyo miaka yote. Ni zaidi ya miaka 10 na imekuwa hivyo.
na hiyo sasa imepelekea kwamba sasa tushatoka level ya kuwa marafiki, sisi ni ndugu, ni familia. Kwa na jambo lake binafsi ataniambia, na jambo langu binafsi nitamwambia. Ana shida yake binafsi ataniambia, na shida yangu binafsi nitamwambia. Familia yangu ikiwa na shida yao binafsi nitamwambia, kwa sababu kila mmoja anajua kabisa kwamba yeye ni sehemu ya familia yangu na mimi ni sehemu ya familia yake. Yes. Na jana nimekuona ukiwa umefika msibani, ukiwa umeongozana na mke wako, mkiwa na tabasamu, lakini pia jinsi ambavyo mlienda kuwapa pole wafiwa. Hii inaonyesha jinsi gani familia zenu zimeungana pamoja na kuwa kitu kimoja, kama alivyosema kwamba Mona Lisa ni dada, kwa mama yake na Mona Lisa ni mama, na ile ni familia. Neno lako la kufariji wafiwa? Mimi naweza tu kuambia kwamba jambo zuri kuliko yote, bibi ametuachia ujumbe mzuri ambao Mona Lisa amesema kwamba tuendelee kumwamini Yesu. Kwa mimi napenda kuambia familia kwamba kwenye ile misingi aliyoisema bibi au aliyotengeneza bibi tuisimamie, kwa sababu maandiko yanasema kwamba misingi ikiharibika mwenye haki afanya nini? Kwa mimi napenda kuambia kwamba misingi tuliyoachiwa ni mizuri, tukishikilia. Hata sisi miaka 92 natamani. Mimi natamani siku tufanye interview, Gabi ukiwa umezeeka na mimi nimezeeka. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana, ni kitu ambacho kinafanyika. Kwa mimi naweza kusema ya kwamba tukiamini kwenye misingi ambayo imeachwa na bibi, na sisi pia tutafika tunakotamani kufika. Tukiamini kwenye misingi tutafika tunapotaka kufika, kama ambavyo Bibi Luthi ametuacha akiwa na umri wa miaka 92 na wajukuu 22, watoto watatu na vilembwe juu yake. Mimi ni Gabi Mtanzania, nilikuwa na Steven. Tumezungumza hapa jinsi ambavyo ibada ikiendelea, lakini pia tunapotaka kwenda kumpumzishwa mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele kule Kisarawe. Nyuma ya kamera anaitwa Rafael Master. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.